Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema bado jitihada zinahitajika zaidi katika kukabiliana na vitendo vya rushwa, hususani katika utoaji wa tenda mbalimbali pamoja na utekelezaji wa miradi. Askofu wa KKKT Dayosisi Kati Singida Dr. Cyprian Hilinti amewataka viongozi wa kanisa wanaoingizwa kazini kutumia nafasi walizopewa kwa uaminifu, uwajibikaji na moyo wa kujitolea. Tanzania imeungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi ambayo ni suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi, ulinzi wa mazingira na afya bora kwa wananchi. Na serikali nchini Uganda imetangaza kufunguliwa tena kwa mitandao ya kijamii baada ya kuzuiliwa kwa muda, ikiwa ni kuwanyima wananchi nafasi ya kufuatia uchaguzi mkuu uliopita. Habari za sasa mtazamaji, nakaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni Jillian Sikawiche. Nitakuletea hapa habari za kitaifa na habari kutokea mataifa mbalimbali, na hapo baadaye basi tutakujia hapa utabiri wa hali hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na tuanze na habari kutokea kule mji kasoro bahari Morogoro. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema bado jitihada zinahitajika zaidi katika kukabiliana na vitendo vya rushwa, hususan katika utoaji wa tenda mbalimbali pamoja na utekelezaji miradi ya maendeleo ambapo wazawa wanashindwa kupata kutokana na kutotoa rushwa. Amesema hayo wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa viongozi wa TAKUKURU uliofanyika mkoani Morogoro, ambapo ameagiza TAKUKURU kuhakikisha inashirikiana na sekta binafsi na wadau wengine ili kukomesha vitendo hivyo kwa manufaa ya taifa. Rushwa inadhalilisha utu wa binadamu, inasababisha vifo, inasababisha ulemavu, inasababisha dhuluma, inasababisha uonevu, inapora haki za wanaostahili, inachochea wizi na ubadhirifu wa mali za umma, inadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali, inasababisha utoaji wa huduma uwe duni, huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Dunia nzima imeelekeza nguvu zaidi katika kuzuia rushwa isitokee badala ya kusubiri kuitibu. Na wahenga husema kinga ni bora kuliko tiba, na hekima hii inapaswa kuongoza katika mapambano dhidi ya rushwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Ridhiwani Kikwete amesema wizara yake itaendelea kuisimamia TAKUKURU kuhakikisha inatekeleza majukumu yake vizuri, na hivyo wananchi wanapata haki zao zisizotokana na vitendo vya rushwa. Naomba kuhakikishia wewe, lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu kwetu sisi nia yetu na majukumu yetu ni kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Pili, tutaendelea kuboresha utendaji kazi wa utumishi wa umma ili watumishi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa basi waweze kujua kwamba serikali hii ya awamu ya 6 haina mchezo inapofika kwenye mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu tukifanya hivyo tija itapatikana na wananchi wetu watapata ile stahiki yao ya kuchagua uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ili uweze kuwasaidia katika kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa TAKUKURU, Crispin Chalamila, amesema mkutano huo ni maalum ya kujitathmini pamoja na kuimarisha jitihada mbalimbali za kukabiliana na vitendo vya rushwa nchini, huku akisema mwaka 2024-2025 kumekuwa na mafanikio makubwa. Rushwa ni mithili ya jinamizi linalonyonya damu ya mtu hata kusababisha umauti wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina faraja kubwa kujulisha kuwa mpaka tunapokutana katika mkutano huu utakao tufungulia leo, tunajivunia mafanikio mengi tuliyopata katika miezi 12 ya mwaka 2024-2025 na miezi 6 ya mwaka huu 2025-2026, yaani Julai hadi Desemba mwaka 2025. Aidha, nikiri kuwa mafanikio haya yametokana na juhudi na ushirikiano wa wadau wengine wa ndani na nje ya Tanzania
na ambao tunawashukuru sana kwa mchango wao wa mawazo, rasilimali fedha, muda na hata nguvu kazi. Kauli mbiu ya mkutano huo ni zuia rushwa, ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kutokea huko basi Morogoro, tuangazie habari kutoka kule mkoani Singida. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kaskazini Singida, Dr. Cyprian Hilinti amewataka viongozi wa kanisa wanaoingizwa kazini kutumia nafasi walizopewa kwa uaminifu, uwajibikaji na moyo wa kujitolea katika kuwahudumia washirika. Amesema hayo wakati akizungumza katika ibada maalum ya kuingiza kazini wakuu wa majimbo wawili na kubariki watheolojia wanne kuwa wachungaji. Ile ibada ilifanyika katika kanisa kuu la KKKT ushirika wa Emmanuel mkoani Singida, ambapo amesema viongozi wa kanisa wanapaswa kuakisi upendo, haki na utumaini kwa shirika na jamii kwa ujumla. Wewe Mkristo na mchungaji na mkuu wa jimbo, kubali kutumiwa na Mungu. Jiweke mbele zake, haijalishi hali yako, ni wa kike au wa kiume, maskini au tajiri, wa juu au wa chini, mweusi au mweupe. Kijiachia kwa Bwana atakujaza nguvu zake. Nguvu ya Bwana inaingia kwa mtu aliyekubali na kujiachia, kama ushuhuda wa askofu. Akihubiri katika ibada hiyo, Askofu Regina Hasnal kutoka kanisa la Kilutheri Northfield, Minnesota, Marekani, amewasihi Wakristo kumshika Mungu kwa imani thabiti, kutambua kuwa ni yeye pekee anayeweza kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha ya mtu binafsi na jamii, akisisitiza umuhimu wa kuishi kulingana na mafundisho ya Kikristo. There is no one else who will tell the truth like Jesus. Hakuna atakayekuambia ukweli kama Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndiye njia, kweli na uzima wa kweli. Na sisi tunaposherehekea siku hii tumsikilize kupitia somo, na kupitia somo tunapata amani tunaposoma Biblia pamoja na ndugu zetu. Kwa maombi na msaada wa Roho Mtakatifu, yeye anacho kila kitu unachokitaka. You have everything you need. Nao wakuu wa majimbo yaliyoingizwa kazini wameahidi kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, kujitoa kamilifu katika kuwatumikia washirika, wakiahidi kuimarisha mshikamano, kudumisha maadili ya kanisa na kushirikiana na jamii katika kukuza maendeleo ya kiroho na kijamii. Naamini nitafanya kama jinsi Mungu alivyoniita katika shamba lake ili niweze kutimiza kusudi alilokusudia. Niwatakie baraka za Mungu na maombi kwenu timize kusudi la Mungu la kutuweka hapa duniani. Kwa kuwa Mungu ameniita kutumika katika eneo hilo la ukuu wa jimbo, niko tayari kutumika kadiri Mungu alivyoniita na kadiri ya wajibu ambao nitakabidhiwa. Niombe Wakristo na jamii kwa ujumla wawe tayari kunipa ushirikiano. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Haya basi, tukikumbushwa kushirikiana pia katika kutimiza ahadi ya Yesu Kristo katika kutenda haki na upendo, basi huko Singida, na turejee tena hapa jijini Dar es Salaam. Tanzania leo imeungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha siku ya kimataifa ya nishati safi, ambayo ni suluhisho la mabadiliko ya tabia nchi, ulinzi wa mazingira na afya bora kwa wananchi. Waziri wa nishati Deogratias Ndejembi akitoa salamu za wizara yake katika maadhimisho hayo, amesema serikali inaendelea kuhakikisha kuna kuwa na upatikanaji wa nishati safi ya kupikia na umeme jadidifu kwa wote. Tanzania kama nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa ipo mstari wa mbele katika kutekeleza ajenda ya nishati safi, ambapo tumejiwekea malengo mbalimbali ya nishati safi, ikiwemo kufikia 75% ya umeme unaozalishwa kwa nishati jadidifu ifikapo mwaka 2030 na 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034.
Aidha, Wizara ya Nishati imejipanga kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024 hadi 2034, ikiwemo kutoa elimu kwa wananchi ili kufikisha lengo la 80% ya Watanzania kutumia nishati hiyo katika kipindi cha miaka 10, ambapo tayari imeandaa mkakati wa taifa wa matumizi. Na kwa sasa mtaona tangu kuingia madarakani Daktari Samia Suluhu Hassan tumetoka kwenye 6% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia hadi kufikia 25%. Katika kuadhimisha siku hii, nawahimiza wananchi wote kuendelea kutumia nishati safi ya kupikia kwa manufaa ya afya zetu, mazingira yetu na vizazi vijavyo. Nazikumbusha taasisi zote zinazolisha zaidi ya watu 100 kwa siku kutumia nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira yetu. Aidha, kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni tuchukue hatua leo, tutumie nishati safi kwa mustakabali wa taifa letu na vizazi vijavyo. Haya basi, tunakumbushwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya nishati safi kutoka hapa Dar es Salaam. Na sasa basi tuvuke maji mpaka kule visiwani Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ipo mstari wa mbele katika kuziwezesha taasisi za serikali kwa kuhakikisha zinafanya kazi kwa weledi na kufikia malengo waliyojiwekea, na kwamba itaendelea kufanya kazi bega kwa bega na taasisi hizo kwa lengo la kuleta maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema hayo katika tamasha la Samia Boda Boda na Bajaji Festival linaloakisi kuadhimisha siku ya kuzaliwa Rais Samia Suluhu Hassan linalofanyika katika viwanja vya Maisara Complex Zanzibar. Serikali yenu ipo mstari wa mbele kuziwezesha taasisi zisizo za kiserikali kuhakikisha zinafanya kazi kwa uweledi ili ziweze kufikia malengo waliyojiwekea. Aidha, serikali yenu iko bega kwa bega na taasisi zote zenye mnasaba wa kuleta maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi kama ilivyo taasisi yetu hii ya Mwanamke Initiative. Tunawashukuru na tunawapongeza sana. Asante sana. Kwa dhati kabisa, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua mchango unaotolewa na taasisi hizi ikiwemo taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation katika dhamira ya pamoja ya kuleta maendeleo ya Zanzibar ikiwemo afya bora. Mkurugenzi wa taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation MIF, Sabra Ali Mohamed, amesema kupitia tamasha hilo wananchi watapimwa afya bure, kuchangia damu salama pamoja na kupatiwa elimu ya juu ya umuhimu wa kuchangia damu pamoja na kuepukana na maradhi yasiyo ya kuambukiza ambayo yamekuwa yakiongezeka kwa kasi kubwa hapa nchini. Taasisi ya Mwanamke Initiative Foundation kushirikiana na Voice of Change Sports Promotion pamoja na wadau mbalimbali wa serikali na sekta binafsi na kushirikiana kwa karibu na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tuliona tuandae tamasha ili kuchangia juhudi za serikali katika kuboresha afya ya wananchi wa Zanzibar. Taasisi yetu kama inavyofahamika imejikita katika dhamira yake kuu ya kuondosha mnyororo wa ujinga, umasikini na maradhi. Taasisi inaamini kuwa maendeleo ya nchi na hasa uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum hauwezi kuwa timilifu kama jamii haina afya imara. Tumeandaa maadhimisho haya kama sehemu ya utekelezaji wa azma na mikakati yetu, tukiunganisha na maadhimisho ya siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa shirikisho la bajaji na bodaboda Zanzibar Abdalla amesema shirikisho la bajaji na bodaboda limekuwa likabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo tozo na adhabu kubwa zinazotolewa na mamlaka husika, jambo linalokwamisha utendaji wa kazi wa shirikisho hilo. Shukrani yangu inaelekea kwa kutuwezesha sisi vijana na wazee, watu wote wa kada bodaboda na bajaji kurasimishwa rasmi mwaka 2021. Alitupa ahadi katika kampeni zake za uchaguzi wa mwaka 2020 mara tu baada ya kuingia madarakani
akatimiza ahadi hiyo, akarasimisha, na sasa hivi tuko rasmi, tunafanya kazi zetu bila ya matatizo yoyote. Kwa hili napenda kusema asante sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na tuelekee basi kule kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Askofu wa KKKT Dasemeru, Askofu Elias Kitoi Nasari, amewapongeza ushirika wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ushirika wa Poli mtaa wa Ndatu, kwa kuifanyia kazi kwa vitendo kauli mbiu ya Dayosisi ya Meru isemayo kazi ya Mungu mikono yetu, kwa kumjengea Mungu hekalu la kuabudia lililogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Elihuruma Chao ametuandalia habari kamili kutokea huko Arusha. Amesema hayo akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa jengo la kanisa na kuifungua ofisi ya mtaa wa Ndatu uliofanyika katika mtaa huo wa Ndatu, usharika wa Poli Dayosisi ya Meru mkoani Arusha. Amesema ni muhimu kuwahimiza washarika kumtumikia Mungu kwa uaminifu ili waweze kubarikiwa. Penye nia pana njia. Na jambo la pili ni kuwahimiza tu washarika waweze kufuata ile kauli mbiu yetu, kazi ya Mungu mikono yetu. Hii ni picha halisi kwamba kwa mikono yao bila ufadhili wowote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wameweza kukamilisha. Iwe mfano wa kuigwa na washarika wengine hata wasio kuwepo kwa kukamilisha ile kazi iliyoambiwa bado, lakini kwa sharika zingine kuiga ni mfano mzuri wa kuiga. Aidha, amewaasa wafanyakazi na watumishi wastaafu kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu, huku akitolea mfano mchungaji mstaafu Mchungaji Cleopa na familia yake waliojitolea kujenga ofisi za mtaa huo, huku askofu mstaafu wa Dayosisi ya Kaskazini Kati Askofu Solomon Masangwa akieleza mambo aliyojifunza kupitia ibada hiyo. Wito maalum kwa watumishi wastaafu, wakiwa wachungaji au watumishi wa serikali, kwamba ustaafu sio mwisho wa kumtumikia Mungu. Inawezekana. Ndio mfano wa Mchungaji Cleopa na familia yake, kwamba baada ya kustaafu wameona haja ya kumjengea Mungu ofisi hiyo. Inatia moyo. Ni ujasiri huu wa mchungaji mstaafu. Mara nyingi wastaafu tunajitetea kwamba hatuwezi, lakini leo tumefundishwa kwamba inawezekana. Kwa hiyo pamoja na Mungu tutafanya, hata sisi wastaafu tutafanya kazi kubwa zaidi tukishirikiana na wenzetu ambao hawakustaafu pia na washirika. Ningependa tuendelee kuombea viongozi wa nchi yetu, wawe wanasiasa lakini hapo hapo wawe viongozi ambao wanajali taifa la leo na la kesho. Awali akihubiri katika ibada hiyo, msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Meru Mchungaji Ndelekwa Palanjo amesema kupitia maombi mambo yote yanawezekana, huku mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa mtaa huo Hezron Mbise akieleza malengo ya siku zijazo. Tunamwona Bwana Yesu akiomba mwenyewe, tunamwona akialika wanafunzi wake wapate kuomba, au tunamwona akifundisha kuhusu maombi. Nini maana yake? Alifahamu siri iliyopo katika kuomba, alifahamu nguvu ya maombi, alifahamu kwamba kwa njia ya maombi maajabu yanatendeka. Mheshimiwa Askofu, kwa msaada wa Mungu tuna malengo yafuatayo: kutengeneza au kununua viti vya kanisa vitakavyogharimu jumla ya shilingi 85 milioni, kuboresha kutengeneza mazingira ya kanisa, kuweka paving kama mnavyoonekana eneo letu limejaa vumbi na majani, kukamilisha madhabahu ambayo itagharimu jumla ya shilingi 15, ukiingia ndani utaona, kufunga mfumo wa tehama ndani ya kanisa ambayo itagharimu jumla ya shilingi milioni 25. Mheshimiwa Askofu, malengo haya yote yanakadiriwa kugharimu jumla ya shilingi milioni 154,526,000. Mchungaji kiongozi wa usharika wa Poli ambao ndio unaotunza mtaa huo, Mchungaji Samuel Akio, amezitaja gharama zilizotumika katika ujenzi wa jengo hilo, huku mshiriki wa ujenzi wa ofisi za mtaa mchungaji mstaafu Mchungaji Cleopa Akio akieleza dhamira yake ya kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu.
pamoja na michango binafsi ya watu wa Mungu. Yaani kuna watu ambao wakiona kazi inaendelea wanakuja tu wanasema ni kipi kimepungua, anachangia. Kwa hiyo utaona katika risala ile imeonyesha kama zaidi ya milioni 25 tena kutoka kwa watu tu ambao walikuwa wanatoa fedha, wanatoa matofali, wanatoa mchanga, kokoto. Lakini jumla ya hili jengo linavyoonekana mpaka leo linapozinduliwa tumekisia milioni 210 mpaka kazi hii ilivyokamilika. Nikasema jamani, kutoka kule nilikotokea kuanzia mwaka 86 mpaka leo 23 nitamtolea Mungu kitu kidogo. Tukajipanga, tukajengea mtaa wetu ofisi hii. Ilipoisha, mimi mwenyewe nilimshangilia Mungu kuliko nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka katika mtaa huu wa Natu ulio sehemu ya KKKT Dayosisi ya Meru, mimi ni Elihuru Machao. Na basi tuelekee kule nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Katibu tawala wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, Frank Sichalwe, ameagiza mfugaji anayefahamika kwa jina la Kalashi Tisho kuacha mara moja vitendo vya kuvamia mashamba ya kulima katika kijiji cha Luhanga, kata Luhanga, kufuatia mgogoro wa ardhi uliodumu kwa muda mrefu. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka huko Mbeya. Sichalwe ametoa agizo hilo baada ya kutembelea eneo la tukio na kushuhudia malalamiko ya wakulima, ambapo ilidaiwa kuwa mfugaji huyo alikuwa akitumia nguvu na mamlaka yake kuzungusha mipaka na kuchukua mashamba ya wakulima kinyume na sheria. Maelekezo: Kalashi ulinunua eka 280 ambazo zinasomeka huku. Eneo lako ni eka 280, sio 800. Ubaki na eneo eka 280. Na humo ndani kama kuna mtu ana eka zake 10, 25, ana ngapi, humo ndani kwenye eneo 280, hakikisha kwamba anakuwa na eneo lake. Kama anatoka, atoke kwa ustaarabu, sio kumlazimisha wala kumtishia. Kwa eka 280 ndo za kwako. Hizi eka zingine sio za kwako. Ni za wananchi. Wanataka walima wajipatie chakula. Kalashi umekiri. Tunaenda ofisi ya serikali kijiji, ukakiri kwa maandishi na useme hautorudia tena kuzungusha maeneo hayo ya wananchi. Akizungumza mbele ya wananchi, mfugaji Kalashi Tisho amekiri makosa yake hadharani, huku akiomba radhi kwa wakulima aliyowaathiri na kuahidi kufuata sheria na taratibu za matumizi ya ardhi. Heka 850 nimeweka mwenyewe kwa sababu watu walikuwa wanafamia hayo maeneo yangu. Sawa. Na wamefamia kweli. Sawa. Na lakini baada ya kuweka ndio watu wakaanza kulalamika. Lakini mimi nikawaambia, kama una shamba lako, wewe chukua shamba lako. Mimi sijachukua shamba lako. Mimi naangalia tu yale maeneo niliyonunua. Kwa upande wao, viongozi wa kata Ruhanga wamesema hatua ya serikali imekuja kwa wakati mwafaka na itasaidia kurejesha amani, mshikamano na kuimarisha uzalishaji wa kilimo katika eneo hilo, huku wananchi wakipongeza uamuzi wa serikali, ambapo wamesema uamuzi huo utalinda haki za mkulima na kudumisha amani katika jamii. Ili tuombe kesho kama ingewezekana au kesho kutwa, mtu wachie sisi hilo jukumu, serikali ya kijiji kwa maana ya serikali ya kata, ile eneo liwekee nini. Sasa sijui wataalamu, tutakuwa sisi wenyewe wataalamu au mtatusaidia msema dasi, ili kuliwekea beacon ile eneo, ili kusiwe na mwingiliano tena wa nini. Tubaki tunazungumza hoja ya wachache walioko wapi, walioko mure, lakini pembeni kule aliko kodisha au hakuna makodishiano, si watu wengine wataseto, mtaona mgogoro utakuwa umefanya nini, utakuwa umeisha. Mgogoro mimi nimeridhika nao, umeenda vizuri kabisa, hamna mashaka, mimi nimepokea vizuri. Mimi tukutuku haipo, serikali naipongeza, imeenda vizuri, tunashukuru maeneo yetu. Mkuu wa wilaya ameongea vizuri, mimi asante kwa serikali. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Na wakati basi tuelekee kule mkoani Kilimanjaro. Msaidizi wa askofu mstaafu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi Kaskazini, mchungaji Elingaya Saria, amewataka Wakristo kujiwekea utaratibu wa kusherehekea jubilei kama njia ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea.
Tupate taarifa zaidi kutokea huko Kilimanjaro. Mchungaji Saria amesema hayo wakati alipokuwa katika ibada ya jubilea kuadhimisha miaka 25 ya utumishi wa mchungaji Andrew Munisi iliyofanyika mtaa wa Kitifu, wilaya Hai, mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa kutoa shukrani kwa Mungu kuna faida kubwa, kwani kuna wavuta watu wengine kuja kwa Mungu na kuimarisha imani kwa wengine. Katoliki wana uzoefu mkubwa sana kwa jambo hili. Ni siku muhimu sana kukumbuka miaka 25 ya utumishi, na hii wanaita Silver Jubilee na kuna Golden Jubilee. Ile ya miaka ya dhahabu na hivi, hiyo kwa kweli wengi hawawezi kuikuta. Basi sisi tunaona kwamba mchungaji Munisi ametuweka barabarani kwamba tukumbuke kumshukuru Mungu. Tusifanye tu kazi kwa mazoea, lakini tukifika mahali tufanye kituo kidogo tuweze kuangalia nyuma na kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tumefurahia tendo hili na naamini kwamba wachungaji wengine wanaofikia umri huo wataadhimisha. Wale waliopitiliza wanaofikia umri wa miaka 50 basi na wao watashiriki. Awali akihubiri katika ibada hiyo, mchungaji God Bless Uronu amewasa Wakristo wanaotarajia kufanya maadhimisho ya jubilei zao kuendeleza kazi za maendeleo katika sharika zao. Wakaifanya kazi ile ya Bwana kwa nia moja, kwa nguvu moja mpaka ikakamilika. Biblia inasema wakaifanya nyumba ya Bwana imara. Bwana asifiwe. Nyumba ya Bwana imara. Unajua nyumba ya Bwana ni mahali pa makimbilio, na ndio maana tunatengeneza kwa uimara wote. Hata kama kutatokea upepo wa kisulisuli kwenye kitongoji na watu wakahaha, nyumba za watu zikaharibiwa, watu wakimbilie kwenye nyumba ya Bwana, mahali pa makimbilio. Wakaifanya imara. Biblia inasema sasa walipomaliza wakaja kwa Yehoyada kuhani mkuu. Ni sawa pengine tungeenda kwa baba msaidizi wa askofu, pengine ndiye aliyekuwa msimamizi wa kazi hii. Mafundi wanakuja waaminifu, na naomba Mungu apatikane mafundi waaminifu ambao hawatachukua hata msumari wa jengo hili. Alafu wanaleta fedha iliyobaki, wanamwambia hii imebaki na kazi ya Bwana imekamilika kwa uzuri wake. Awali akitoa itikio la jubilei, mchungaji Andrew Munisi ambaye ni katibu wa idara ya uwakili Dayosisi ya Kaskazini amesema kuwa anamshukuru Mungu kwa kuweza kumpa uwezo wa kuzishinda changamoto zilizopo katika utumishi. Mimi sikubatizwa ubatizo wa kawaida. Mama yangu yuko hapa. Mimi nilibatizwa ubatizo wa shida. Tena nilibatizwa njiani. Niliugua sana kiasi cha kufa. Mama anaelewa. Na wakati huo mama akawa ananipeleka hospitalini kule Masama, pale dispensary ya Masama. Kutoka pale nyumbani kwa wazazi wangu, kuna mzee mmoja anaitwa Donalisia Swai, alishalala. Alilala akiwa na miaka 90. Na mzee mwingine anaitwa Tetaramu. Mama akaona huyu mtoto hatafika hospitalini, tumpitishe kwa mzee wa kanisa aweze kumbatiza. Kwa mimi nilibatizwa na mzee wa kanisa. Sikubatizwa na mchungaji. Baadaye wakaniombea nikapelekwa hospitalini, na nilipopelekwa hospitalini basi Mungu alifanya muujiza wake nikarudi. Ibada hiyo ya jubilei ya miaka 25 ilienda sambamba na uchangiaji wa upanuzi wa jengo la ibada ambapo zaidi ya shilingi milioni 30 zilikusanywa. Kutoka hapa wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata Malunga na diwani wa kata hiyo Ahmed Haruna ameahidi kufuatilia na kushauri mamlaka husika ili kupunguza migogoro ya ardhi kufikia 70% katika kata yake kwa kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake. Ripoti ya mwanahabari wetu Samuel Samson kutoka huko Kama inaeleza zaidi.
Ameyasema hayo wakati wa mkutano wake wa kwanza na wananchi ulioketi katika soko la Malunga, uliolenga kutoa shukrani zake kwa wananchi kutokana na uchaguzi uliopita Oktoba 29, 2025 na kuashiria kuanza rasmi kwa kazi zake kama diwani, akiwa na ahadi kubwa ya kuwainua wajasiriamali na vijana, huku akitoa vyerehani 4 na mashine moja ya kuchomelea kwa vijana wa jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kata hiyo, vyenye thamani ya shilingi milioni 1.9 kama utekelezaji wa ahadi za uchaguzi. Ndani ya kata yetu ya Malunga kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, viwanja kuuzwa mara 2, watu kugombania mipaka. Hili swala nataka ndani ya miaka 5 tuwe tumelipunguza kwa 70%, zibakie 30 tu. Kwa hiyo hapa ni ahadi niliyoitoa kwa vijana wa kata ya Malunga wajitegemee kwa kuanzisha mradi wao wa ushonaji. Ni cherehani 4 hizi hapa na zikabidhi. Lakini pia nikasema vijana wa kiume katika kata yetu ya Malunga kupitia UVCCM nitakabidhi mashine moja ya uchomeleaji, waanzishe ofisi ya kuchomelea mageti pamoja na madirisha. Bado tunalo eneo kubwa hili, vijana mnaweza kutenga eneo mkaanzisha mashine ile pale ya kuchomelea. Akizungumza kwa niaba ya UVCCM, mwenyekiti wa jumuiya hiyo kata ya Malunga, David Wilbert Kagoma, amemshukuru diwani wa kata hiyo, huku akitaja changamoto ya vijana wa kata hiyo na kuomba kutatuliwa kwa changamoto hiyo. Mheshimiwa diwani, kwa furaha nilionayo, kwa heshima hii uliotuonesha jumuiya ya vijana, tunakushukuru sana. Lakini kipekee sana niombe vijana wa Malunga, tunayo shida kubwa sana. Umezungumza mengi hasa kwenye upande wa mikopo. Sisi vijana, hasa vijana maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda, wana shida kubwa, wana kero kubwa. Ni vijana ambao wanajitoa, ni vijana ambao wameamua kuhakikisha wanajisimamia na kujipigania kwa ajili ya maisha yao, lakini hata mikopo tu ya bodaboda kuipata imekuwa kazi. Mwakilishi wa mbunge wa jimbo hilo Idi Sam Mapande akamwelekeza diwani wa kata hiyo kusimamia fedha za maendeleo zinazoelekezwa katani hapo, huku mjumbe wa kamati ya utekelezaji wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa ndugu Edwin Peter Nyakanyenge akimtaka diwani kuhakikisha wote wananufaika na pesa hizo. Ndugu zangu, jimbo letu la Kahama Manispaa ama Kahama mjini tumepokea fedha za maendeleo kama ifuatavyo. Mwezi Desemba 30 tulipokea fedha jumla ya milioni 77 na sehemu. Fedha hizi tayari madiwani wameshaanza kuzichakata ziende kwenye maendeleo mbalimbali ya kata. Sasa tunaposema jimbo la Kahama, na Kahama yenyewe ni pamoja na Malunga, Ahmed, katika mchakato wa hizo fedha tunaomba ndani ya fedha hizo zikafanye kazi ya kuharakisha maendeleo ya kata ya Malunga. Cha kuzingatia kwa hali inapendelea sasa hivi, hela zinazotoka zote halmashauri zile 10%, hakikisha watu wako, usiangalie mtu ana chama gani, hata awe chama cha upande wa pili, mradi akubali maendeleo ya Chama cha Mapinduzi na hela zinazoleta Mama Samia, hakikisheni wote wamepata hiyo mikopo na wamefanya kazi, zisiende sehemu nyingine, na maendeleo ya Malunga uyasimamie kwa akili. Awali diwani wa viti maalum wa kata hiyo Violet Bulili aliomba kupewa vipaumbele vya kupatiwa mikopo kwa vijana na wanawake kwa wakati sanjari na kuomba wananchi watakaokopeshwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Tumejipanga kisawasawa kwa ajili ya kufanya kazi. Tunafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, na niseme wewe yuko hapa mtendaji wetu wa kata pamoja na bimaendeleo, nikuombe sana wanawake hawa na vijana hawa kwenye sekta nzima ya mikopo wapate mikopo tena kwa wakati. Kutoka Manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, mimi ni Samuel Samson, Upendo News. Wito umetolewa kwa viongozi wa serikali na siasa kuacha kuingilia maamuzi ya mahakama ikiwemo kufuta amri zake, kwani kufanya hivyo inahatarisha uhuru wa raia sanjari na kuvunja mgawanyo madaraka, jambo ambalo ni hatari kwa ustawi endelevu wa nchi.
Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid ELAF, wakili Dr. Hamis Masoud, akiongea kufuatia kauli iliyotolewa na ya kupinga amri ya mahakama kuu ya rufaa na mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando kwa madai ya kutekeleza agizo la Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba la kumrudisha Pili Kafuye kwenye nyumba aliyotolewa na madalali wa mahakama badala ya kushindwa kesi mara 3 juu ya uhalali wa eneo alilokuwa akimiliki kinyume cha sheria la heka 1.5 Makabe Msakuzi jijini Dar es Salaam. Katiba imeeleza bayana. Ukienda kwenye ibara sura 5 107A 1, 2A na B pale imeeleza kwamba chombo chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji haki ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama, nacho ni chombo huru, hakipasi kuingiliwa na mtu yoyote. Aidha, amewataka viongozi waandamizi serikali na Watanzania kwa ujumla kuacha kuingilia uhuru wa mahakama na maamuzi yake. Endapo maamuzi hayajakuridhisha, utaratibu ufuatwe ili haki ipatikane. Mmiliki ambaye ni msimamizi wa mirathi Zawadi James amesema eneo hilo ni mali halali ya Paulina Ndunguru ambaye kwa sasa ni marehemu na alianza kulifuatilia toka enzi za uhai wake baada ya Pili Kafuye kujimilikisha eneo la heka na nusu. Pili Kafuye, Paulina Ndunguru akashinda kesi. Pili Kafuye akakata tena rufaa. Tukiwa pale mahakama kuu, Pili Kafuye alikuwa anajenga kwenye lile eneo ambalo lina mgogoro. Eneo lile lilikuwa lina ekari 5.5. Lakini Pili Kafuye alilivamia ekari 1.5. Ndio ambayo ilipelekea mgogoro baina ya Pili Kafuye na Paulina Ndunguru. Kwa pembeni na kwa pembeni. Eka 5 alizununua mama huyu. Huyu anarudishwa ndani ya nyumba yake wakati suala lake likiendelea kufanyiwa uchunguzi na TAKUKURU kuhusu uhalali wa nyaraka ambazo anasema zimempatia ushindi mtu ambaye ana mgogoro naye. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kisha nitakaporejea hapa basi ni habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.